Maana kama ningetaka kujisifu ningekuwa mpumbavu, kwa sababu nitasema kweli. Lakini najizuia ili mtu asimhesabie, asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu na kuyasikia kwangu, na kusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa wingi wa mafunuo hayo nimepewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsii Bwana mara 3 kwamba kinitoke, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Sasa huyu Paulo anazungumzia maono. Maono sio usafiri wa kutoka mahali ulipo kwenda mahali. Alimuona mtu katika maono. Yeye alimuona huyo tu, alimuona amepaa huko mbingu ya 3 katika ulimwengu wa roho. Hoja yangu ni kwamba Paulo alienda mbingu ya 3 katika maono. Ndio hicho ndio tafsiri. Sasa tukienda sasa, kuna kwenda ambako wanasimulia kwenda katika roho yake, nilienda nimerudi. Sasa ni roho hiyo ndio ilienda. Yaani mimi nataka unisahihishe kwamba ni Paulo ndiyo roho yake ilienda katika mbingu ya 3 akamuona mtu, au kuna mtu alienda Paulo ndo anamzungumzia? Kuna mtu alienda, Paulo ndio anayemzungumzia huyo. Sasa yeye alimuona huyo aliyeenda huko mbingu ya 3, lakini hajui alikuwa katika mwili, hajui alikuwa nje ya mwili. Yesu sio mbingu ya 3. Ni zaidi ya mbingu. Yes, na ndio maana mimi nilipokuwa naelewa ni kwamba ni Paulo yeye mwenyewe ndiye ambaye alipata hiyo neema. Kwa mimi jinsi nilivyoelewa, utanisahihisha. Ni Paulo yeye mwenyewe ndiye aliyepata hiyo neema ya kutembea mpaka mbingu ya 3, na kutembea kwake sio katika mwili, obviously ni roho ndio inatembea, kwa sababu hata mchawi anaweza kuwa hapa leo akaenda Singida, akaenda Marekani, akaenda sehemu zingine zote. Manake roho inaweza ikazunguka ikazurura. Kwa hiyo Mungu wa roho tunazurura kupitia roho. Kwa hiyo kwa mimi nilivyoelewa ni Paulo huyu ndio alikuwa anazurura katika roho, sema kwa sababu ana kiburi cha kujisifu ndio anaogopa kujisifu. Hapana, Twende sawa. Paulo hana kiburi. Ngoja turudie maneno yake. Ana ule kujisifu, anaogopa kujisifu. Nimeongea lugha ya nafsi sawa au si? Unadhani kama takamata. Hoja yangu ni kwamba majisifu si kiburi. Paulo anasema sina budi kujisifu japokuwa haipendezi, lakini nitajisifu, nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Maono na mafunuo ya Bwana. Maono unaweza ukaona hata bila kuwa katika usingizi. Hivi nilivyo hivi tu naweza nikaona jambo ambalo wewe uone. Sawa? Maono sio lazima usingizi. Lakini kinachokuwezesha wewe kuona maono ya Mungu ni nafsi, ni mwili, ni roho. Ni roho, mtu wa ndani. Hapo ndipo ninapotaka. Na mimi ndio ninapozungumza sasa kwa mtazamo wangu. Ndio. Nafikiri na watu wengine watachangia. Ndio. Na ndugu yuko hapa. Kinachosafiri mbingu hizi wanazosema nimeenda mbingu fulani, mbinguni ni roho ndio kinachosafiri. Ni uelewa uko sawa au hauko sawa? Ndio, mimi sikataa hicho. Ndio maana nikasema kwenye habari za roho kuweka tafsiri ya uhalisia kwa mwili kuna ugumu wake, kwa sababu yule aliyeona ndio huyo mwenye ushahidi. Na mimi siwezi kumkatalia. Ndio kauli yangu ya kwanza nimesema. Mtu huyo akisema nimeenda sehemu fulani, lakini anataja kuzimu, anataja sijui wapi katika ulimwengu wa roho, simkatalii, siwezi kumkatalia moja kwa moja, kwa sababu yeye ndio na roho yake ndio aliyeona hayo maeneo, yeye aliyaona. Sasa huyu mtumishi alikuwa anataka niseme hapana, na tunaweza tukamkatalia. Kwa nini tusimkatalie? Ndio akatoa mfano wa naomba nifafanue. Naomba nifafanue kukubali au kutokubali. Na ambatanisha na vigezo. Ndio. Biblia inazungumza kwamba kuzimu ni kifungoni. Wewe kifungoni ulifuata nini? Muda ni kifungoni. Wewe kifungoni ulifuata nini? Hebu msikize mchungaji tuone anachosema. Sawa, lakini ndio maana nikasema haiwezekani. Kifungoni ulifuata nini? Wanaoenda kuzimu kwa uelewa na nilivyosoma Biblia. Mtu akifa anakwenda kifungoni.